Leo tarehe 13 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam chini ya Jaji Ngunyale ilikuwa inasikiliza kesi kesi ya madai namba 8323 ya mwaka 2025 ambayo imeletwa na Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Leo kama ambavyo mnakumbuka ni kwamba ilikuwa ni siku ya kutekeleza ile amri ya mahakama ya rufaa kupitia ile amri yake katika kesi za mapitio namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 za mwaka 2026 ambazo ziliamuru kwamba lile pingamizi la kuhusiana na ukomo wa muda au swala kwamba mgogoro ulianza lini katika kesi hii, basi urudishwe kwa jaji wa mahakama kuu aweze kutolea uamuzi. Mara ya kwanza hii kesi ilikuwa chini ya Jaji Mwanga, na kutokana na ule uamuzi wa mahakama Jaji Mwanga ile faili ikaondolewa kwake ikapelekwa kwa Jaji Ngunyale. Jaji Ngunyale ameweza kutusikiliza mapingamizi yetu, tukiwa tunazungumza kwamba katika ile hati ya madai haionyeshi hata sehemu moja kwamba ule mgogoro umeanza lini, bali tu ni sehemu kwamba hali ya mali ilikuwaje tarehe fulani na tarehe fulani, na vile vile hakuna hata sehemu moja ambayo inazungumzia kwamba kama yale matamko kwamba viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamekuwa wakitaka kuondoa zile kinga maalum na upendeleo maalum wa kikatiba ambao Zanzibar inapata kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba Chadema imekuwa inatamka maneno ya kutaka kuvunja muungano na kuchukua hizo kinga. Hakuna sababu ambako imesemwa. Kwa upande wa wajibu wenye kesi wenyewe au mawakili wa Saidi Isa Mohamed, wao walikuwa wanasema kwamba hati yao ya madai inaonyesha kabisa kwamba mgogoro huo ulianza lini, na kwa maana hiyo wana hiyo kinga, na vile vile wakasema kwa mujibu wa kifungu cha 18 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya ukomo wa muda, basi kwa kuwa hii inahusika na masuala masuala ya mali ambayo yako chini ya bodi ya wadhamini, basi wao hakuna ukomo wa muda kuhusiana na kesi ya namna hiyo. Tumeweza kuambia mahakama kwamba kutoa tafsiri tofauti kwamba hicho kifungu cha 18 kifungu kidogo cha kwanza kinazungumzia tu kama wale wadhamini wanakuwa wameshtakiwa katika nafsi zao kwamba wametenda vibaya, wametendea vibaya ile mali ya wakfu, na si kama ule wakfu wenyewe kuweza kushtaki. Sasa tukawa tumezubishana hivyo, mwisho wa siku tukawa tumemaliza hizo hoja. Sasa swala ni kwamba limewekwa kwa Jaji Ngunyale, anapitia kila hoja zetu na kesi ambazo tumetumia kuweza kuunga mkono na pamoja na sheria, na mwisho wa siku ametuambia kwamba tukutane tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 6 mchana ndipo atatoa uamuzi wake. Asante.